Kuna sababu kwa nini adui anaendelea kushambulia ufahamu wako, amani yako, familia yako. Ni kwa sababu umesahau maandiko yanayoharibu nguvu zake. Usiogope. Katika video hii nitakuonyesha maandiko 5 kutoka kwenye Biblia ambayo adui anayachukia zaidi. Yatumie ili kumnyamazisha. Namba 1. Luka 10:19. Tazama, nimewapa amri kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Andiko la kwanza shetani analichukia ni Luka 10:19, kwa sababu linafunua uongo wake mkubwa kwamba bado ana nguvu juu yako. Ukweli ni huu: Yesu tayari alikwisha mnyang'anya nguvu. Huu mstari sio tu kwa ajili ya kukukumbusha, ni uthibitisho wa utawala. Inamwambia kila shetani, kila mawazo mabaya, kila hofu, hunimiliki. Unapotamka andiko hili kwa sauti na kwa kumaanisha, hauombi ulinzi, unalazimisha ushindi ambao tayari ni wako. Adui hupata nguvu kwa hofu na usahaulifu, lakini kila wakati unapotamka andiko hili, unaikumbusha kuzimu kuwa unatambua wewe ni nani na unafahamu mamlaka ulionayo. Namba 2. Isaya 54:17. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa makosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Hili neno shetani analichukia kwa sababu linaharibu mashambulizi yake kabla hata hayajaanza. Kila mipango, kila minong'ono, kila mtego anaoweka, andiko hili linafunua yote kuwa si kitu. Isaya 54:17 haisemi kwamba silaha hazitatengenezwa, inasema hazitafanikiwa. Mashambulizi yatakuja. Utakutana na usaliti, hasara, au vita vya kiroho ambavyo vinaonekana havina mwisho. Lakini andiko hili linakukumbusha kwamba vyote hivyo havitafanikiwa kwa mtu ambaye tayari ana ulinzi wa Mungu. Haupigani ili kushinda, unapigana kutokea kwenye ushindi. Unapolitamka andiko hili, haufanyi shairi, unaweka mpaka katika ulimwengu wa roho. Unathibitisha kuwa hakuna laana, hakuna uchawi, na hakuna shetani yeyote anayeweza kubadilisha kile Mungu alichosema kuhusu maisha yako. Hivyo, maisha yanapokuwa magumu, tamka andiko hili kwa sauti, si kwa ajili ya kujilinda, bali kama unabii. Kwa sababu kila wakati unapolitamka, kuzimu inakumbushwa kuwa hatima yako haigusiki. Namba 3. Yakobo 4:7. Basi mtiini Mungu, mpingeni shetani, naye atawakimbia. Huu mstari unamwogopesha adui, kwa sababu inafunua jinsi asivyo na nguvu ikiwa utatembea katika unyenyekevu. Sikiliza, shetani hawezi kumharibu mtu aliyejitoa kikamilifu kwa Mungu. Chakula chake ni majivuno, maafikiano na uhuru. Pale unapodhani umhitaji Mungu, ndipo shetani huingia. Watu wengi wanajaribu kushindana na vishawishi kwa nguvu zao wao binafsi, lakini utawala hauji kwa juhudi, unakuja kwa mpangilio. Nafsi yako inapokuwa pamoja na Mungu, shetani abishani, anakimbia. Haondoki kwa kushindwa, anaondoka kwa hofu, kwa sababu utii wako umekuwa silaha yako. Hivyo, wakati mwingine unapohisi mashambulizi, usiwe na wasiwasi. Jisalimishe kwa Mungu. Sema, Mungu, mimi ni wako, na kisha simama imara. Hapo ndipo upinzani unapogeuka kuwa ushindi. Namba 4. Waraka wa pili wa Timotheo 1:7. Maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu, na ya upendo, na ya moyo wa kiasi.
Shetani anachukia ile andiko kwa sababu linaharibu silaha yake pendwa, hofu. Adui hutumia hofu kuwadhoofisha waaminio. Atakunong'oneza uongo unaokufanya uwe na wasiwasi na ahadi za Mungu. Ujiulize kuhusu thamani yako na ufikirie sana kuhusu wito wako. Lakini waraka wa pili wa Timotheo 1:7 inakukumbusha kuwa hofu si urithi, bali nguvu ndio urithi. Unapohisi mashaka, sema andiko hili kwa sauti. Hauombi ujasiri, unafungulia ambacho tayari kipo ndani yako. Mungu hajakupa faraja pekee, amekupa utawala, utulivu wa akili, moyo wa upendo na nguvu isiyoyumbishwa. Na pindi unapotambua ukweli huu, adui anapoteza nguvu kwenye mawazo yako. Hofu haikai mahali imani inapozungumza. Na hii ndio sababu andiko hili ni hatari sana kwa kuzimu. Kwa sababu kila unapokumbuka wewe ni nani katika Kristo, giza linapoteza sauti yake. Namba 5. Ufunuo 12:11. Nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Huu ni mstari unaomfanya shetani atetemeke, kwa sababu unamkumbusha wakati aliposhindwa. Ufunuo 12:11 sio tu mstari wa ushindi, ni hadithi nzima ya ukombozi ndani ya andiko moja. Hukushinda kwa sababu wewe ni imara. Ulishinda kwa sababu Yesu tayari alimwaga damu yake kwa sababu hiyo. Damu ya mwanakondoo inaharibu kila tuhuma, kila laana na kila aibu anayojaribu kukutupia. Na kuna kingine kwenye andiko hili shetani anakiogopa: ushuhuda wako. Kwa sababu kila wakati unaposhuhudia Mungu aliyokutendea, unafunua hadharani kushindwa kwa adui, ili kila mtu aone. Anataka ukimya, lakini ushuhuda wako ni silaha. Sauti ile ile shetani aliyojaribu kuiaibisha, Mungu sasa anaitumia kutikisa kuzimu. Hivyo, usifiche yaliyopita, usijizuie kushuhudia. Ni uthibitisho kwamba hata pale adui anapodhani ameshinda, hajashinda. Shetani haogopi kuhudhuria kwako kanisani. Anamwogopa mtu anayetambua nafasi yake, anayelizungumza neno, anayeliishi neno na anayeliamini neno. Maandiko haya 5 si mistari tu, ni silaha. Unapoitumia, haujilindi tu peke yake, unatangaza vita. Hivyo usisikilize tu, yazungumze kwenye fahamu zako, nyumbani kwako, kwenye hatima yako. Kwa sababu neno linapokuwa kinywani mwako, adui anapoteza sauti yake. Umepata kitu? Tuambie nini unafikiri kwenye maoni. Vilevile usiache kuonyesha upendo kwa kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine.